بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1438 biidhnillahi ta'ala tutasoma risala ambayo asli yake ni muhadhara aliyoandaa الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه. رسالة yenyewe au موضوع المحاضرة aliyotoa من وصايا السلف للشباب, katika wasia au baadhi ya nyasia atazitaja za salafu salih, namna walivyokuwa wakihusia vijana. Moja kwa moja tutaingia katika kuisoma risala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال: فلا يخفى أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان. baada ya himdi akasema ni jambo ambalo halifichiki, huwa marhala, hii stage ya ujana ni marhala muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, لأنها مرحلة القوة والنشاط, kwa sababu ndio marhala ya mwanadamu kuwa na nguvu kabisa na uchangamfu, وسهولة الحركة وقوة الأعضاء وسلامة الحواس, kutaharak na kuzunguka huku na kule kwake huwa ni sahali, ana nguvu katika viungo vyake na amesalimika katika hawas, macho yake, masikio yake, vile anavyohisia navyo viko salama. بينما إذا كبر الإنسان تضعف منه حواسه وقواه, kila mtu akizidi kukua na upande mwingine pia nguvu zake huwa dhaifu zaidi, na pia hawas, macho sasa hayaoni kama alivyokuwa akiona mwanzo, masikio hayasikii kama alivyokuwa akisikia mwanzo, wa hakadha. وقد أولى الإسلام هذه المرحلة اهتماما خاصا ورعاية عظيمة. نو إسلام مرحلة هاي يوجانا وميابا اهتمام خاص, na ukawa ni wenye kuchunga marhala haya sana. وجاءت النصوص مؤكدة على عظم شأن هذه المرحلة وأهميتها, bali zimekuja nusus za kuonyesha jambo kubwa la marhala haya ya ujana na umuhimu wake. فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على المبادرة لاغتنامها. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kutumia fursa hii na kufanya upesi katika kutumia fursa ya ujana, walhadhari min idhaatiha, tahadhari kutokamana
na kuipoteza hii fursa ya ujana. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia bwana mmoja huku akimpa mawaidha, اغتنم 5 قبل 5, chukulia fursa ya mambo matano uyatumie vizuri kabisa kabla ya kufikiwa na mambo matano mengine ambayo ni kinyume cha haya matano. Shababaka qabla haramika, utumie ujana wako ni fursa katika taa, katika mambo ya khairi kabla ya kufikiwa na uzee. Wasihataka qabla saqamika, nasiha yako maadamu Allah amekupa siha uwe utaitumia ni fursa katika kufanya mambo ya khairi na kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kufikiwa na maradhi. Wa ghinaka qabla faqrika, na ikiwa Allah amekukunjulia katika maisha yako ya dunia akakupa uwezo, basi utumie kabla hujafikiwa na ufakiri ukawa mhitaji. Wa faraghaka qabla shughlika, na ukipata faragha una shughuli ya kufanya, basi tumia ule wakati, tafuta jambo la manufaa ulifanya kabla haijakuja ukashughulishwa. Kuna watu katika ujana wao wana faragha, waweza kutafuta ilmu, lakini akishaoa ana watoto na nyumba atakayosimamiwa, sasa amekuwa yeye ndiye anasimamia chakula chahitajika nyumbani, hitajika kufanya kazi na kadha, ikawa shughuli zimekuja nyingi, ile faragha ikafanya nini? Ikaondoka. So, kabla haijaondoka itumie ni fursa. Wa hayataka qabla mautika, na uhai wako kabla ya mauti yako. Tumia uhai wako katika taa, katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujafikiwa na mauti. So mauti yakija kush huwezi tena kufanya jambo lolote. فمرحلة الشباب داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وحياتك قبل موتك. Ukichunguza vizuri utakuta marhala ya ujana yaingia katika kuenea kwa kauli ya Mtume sallam aliposema wa hayataka qabla mautika, uhai wako kabla ya mauti wako. Lakinahu alayhi salatu wassalam, pamoja na kuwa ujana waingia katika uhai, Mtume sallam afanya khassa hadhihi almarhala bidhikr li'idhami ahamiyatiha wa kabiri sha'niha, akahusisha haswa kutaja marhala ya ujana kwa sababu ya umuhimu wake mkubwa sana na kuwa jambo lake si dogo, ni jambo kubwa. فينبغي التيقظ لذلك وعدم التهاون بها, watu watanabahi na hilo, usione ni jambo dogo. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5. watu watakapofufuliwa siku ya kiyama, hata nyanyua mja nyayo yake na mguu wake mpaka aulizwe mambo matano. An umrihi fima afna, umri wake uliishia vipi. Wa an shababihi fima ablahu, na ujana wake aliumalizia vipi. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, na mali yake ataulizwa ameichuma vipi, kutoka wapi, na akaitumia vipi. Wa madha amila fima alima, na ataulizwa ilmu aliyokuwa nayo aliifanyia amali gani. Je, uliitendea kazi au la?
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يسأل يوم القيامة عن حياته بسؤالين. Mtume صلى الله عليه وسلم atueleza hapa kutupa habari kuwa mja ataulizwa siku ya kiyama juu ya uhai wake kwa maswali mawili. Uhai ni ule ule mmoja, lakini ataulizwa maswali mawili. Al-awwal an hayatihi umuman min awwaliha ila akhiriha. Mwanzo ataulizwa juu ya uhai wake umuman, mwanzo mpaka mwisho. An umri fima afna, umri wake wote aliutumia vipi. الثاني عن مرحلة الشباب خصوصا, kisha ataulizwa hususan wakati alipokuwa kijana, ule wakati wa ujana, marhala ya ujana. مع أنه إذا سئل عن حياته فإن مرحلة الشباب داخلة فيها. na sote tufahamu kuwa akiulizwa kuhusu uhai wake na umri wake ulikwenda vipi, yaingia ndani yake ujana. لكنه يسأل يوم القيامة عنها سؤالا خاصا, lakini ataulizwa siku ya kiyama swali khassa juu ya ujana. ولهذا ينبغي على الشاب أن ينتبه لأهمية هذه المرحلة. jingia hayo yampasa kijana atanabahi juu ya umuhimu wa marhala ambayo yumo ndani yake. ويتذكر دائما أن ربه عز وجل سيسأله يوم القيامة ماذا عمل فيها. na akumbuke daima kuwa Mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza siku ya kiyama juu ya ujana wake alifanya nini. Ikiwa ulikuwa ni jambazi katika ujana wako, mwivi, muovu, mlevi, fasik, chunga, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya huu ujana namna unavyotumia. Watu watafuta ilmu, huna muda wa kutafuta ilmu na una ujana na una faragha. Utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ujana wako, uliutumia vipi, ulikwenda vipi ule ujana. إضافة إلى السؤال عن عمله في عمره كله المتضمن لمرحلة الشباب, juu ya ile swali ambalo utaulizwa juu ya amali yako ya umri wako wote ambao ndani yake kuna marhala ya ujana. Lakini pia utaulizwa لأنها مرحلة القوة والنشاط, sababu ndio marhala ya nguvu na nashat. ويسر الحركة, unawepesi kutaharaka huku na kule. وقوة الأعضاء واكتمال الحواس, viungo vina nguvu wakati ule na umekamilika katika hawas, kuona kwako, kusikia kwako na vinginevyo. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب كما في الحديث السابق على اغتنام هذه المرحلة اغتناما عظيما. ndio kaona Mtume صلى الله عليه وسلم akaimiza vijana, na hapa tukisema shabab tukusudia vijana na wala tukusudii lipote la kikhawarij ambao ni vijana pia. Watu waliona ndio fursa hawa vijana ambao hawakutafuta ilmu ya kuwapata na wakawapata kweli. So vijana, ikiwa kijana akusoma mara moja damu yake yachemka kumtia katika balaa bila yeye kujijua. Kwa hiyo hawa vijana Mtume sallama amewahimiza kuchukua fursa ya marhala yao ya ujana, fursa waichukulie kwa kadri ya vile watakavyoweza. وأوصى عليه الصلاة والسلام أيضا أهل العلم والمعتنين بالتربية والدعوة والتعليم بالشباب. Mtume صلى الله عليه وسلم pia akawahusia wanaovioni na wale wanaojishughulisha katika kuwalea vijana na kufanya da'wa, kuwafunza vijana, kuwasomesha ilmu vijana. لأن الشاب يحتاج إلى عناية وملاطفة
sababu kijana hahitaji mulatafa, hahitaji upole na yeye, hahitaji inaya, huo utamshughulikia. Wa rifqin wa tawaddudin, uwe mpole kwake yeye, ujipendekeze kwake yeye ili akupende. Wa tahbibin lahu fil khairi wa ahli, umpendezee khairi na watu wa khairi. Sio mkuta kijana yuenda kwenye darasa, kwa mfano wasikiliza darasa, wewe ndio wa kwanza kama mzazi, sitaki kukuona na fulani, nikikuona weenda pale utanitambua mimi nani. Na ni mtu pengine aenda kufaidika ilmu, aenda kusoma tu kwa sababu mzazi pengine aona ile njia si ya sawa ya sunna. Yeye mwenyewe jahili kusoma, lakini yeye huona hivyo. Na kuna wengine kila kikao kinachofanywa katika msikiti wakichukulia ni kikao cha makhawarij, yani pale watu wafundishwa ukhawarij, ndio fikra zao. Na wengine wajua, lakini yulabisuna ala nnas, kaona wakanganya watu vikao vile vibovu, vile vikao vyafundisha watu kuchukia watu, vile vikao vyafundisha watu kadhaa maneno yazungumzwa katika mujtamaa wetu. Lakini kama tunavyosema kila siku kuwa ni jambo ambalo tulitarajia, ikiwa wazungumza haki usitarajie kuwa watu watakupenda na kukusikiliza na kukupa pongezi, hilo usilitarajie. Bali tushawasikia wale wanaosema kuwa ni jambo la khairi, tunataka kuwasikia na wale wakuponda pia. Hatujawasikia, tutajuaje tuko kwenye haki ikiwa hawatupondi? Waache waendelee kuzungumza, ndio tuazidi kuamini kuwa tuko katika haki. Alhamdulillah. Maana jambo la batil nani anayetaka kulishughulikia? Mtu wa haki peke yake ndio atalizungumza la batil, lakini mtu wa batil atamizia tu katika batil aliyokuwa nayo. Mtume sallama ana wasia khasa kwa wanaovioni na wale wanaolea watoto, wanaolea vijana, wao watakwenda na wao kwa rifq na lin na kuwapendezea mambo ya khairi na watu wa khairi, hatta la yatakhattafahu ahlul batil wa arbabul muharramat, wasije wakanyakuliwa na watu wa batil. Na naam, walivolala watu kutokana na kuwasomesha vijana ilmu, wengi katika vijana wamenyakuliwa na watu wa batil. Tizama, na wala hili hatuzungumzi kuwa ni kashfa kwa watu, lakini ndivyo lilivyo. Wale waliotutangulia wakawa wajinasibisha kuwa ni watu wa sunna, walisomesha nini? Siku dharau wala siku kashifu, ni ukweli wa mambo. Walisomesha nini? Tuulize. Sijui mimi nikizungumza hapa kwetu kitabu hata kimoja tulisomeshwa na wale walikuwa kijinasibisha na sunna, ambao walikuwa hatujui kumbe mahizbi. Kitabu kimoja hakikusomeshwa, hata kimoja. Walipita miaka mingi nyuma huko, na ndio sababu kukazaliwa vijana ambao wakafanya balaa na vituko, kwa sababu hawana nini? Hawana elimu. Ikiwa vijana hatuna elimu, watarajia tuelekee wapi? Tuelekea katika ujinga. Kwa hivyo lawama yashuka kwa wale wanaojinasibisha. Afadhali usijinasibishe na da'wa. Kijinasibisha na da'wa kisha hufuati wasia wa Mtume sallallahu kwa vijana, si wewe ni chanzo unaosababisha watu wa batil kuwabeba vijana. Bali leo tunaona wao ndio wamegeuka kuwa ndio wale watu wa batil wanaobeba vijana. Kubwa la vijana leo ambalo watapewa ni kuwa afanywe akta, awe avutwa na mavideo, kifanya hili, kifanya haraka hii na ile, sifa tu, fure kichwa. Mashaallah, wewe ulikuwepo katika wale vijana wale, nimekuona bwana kwenye video, na leo mwingine nilikuona bwana kwenye ile tamthilia. Na pengine yule shekhe muimbaji kwa mfano awachukue wale vijana pia awafanye, akiimba yeye sauti yake isikilika, na wale vijana waonekana pale mbele wafanya vituko vyao. Ikiwa yuimba kuhusu mama, we mama, na yule kijana enda kwa mama yake na kadha. Ikiwa yuimba kuhusu kutoa salamu, mwana kijana aenda kutoa salamu, salamu alaykum, huku yatembea salamu alaykum huku na huku, au na raha vutona video. Kisha ikimalizika pale clip ya sambazo, niona bwana
mimi yule. Mashaallah, umpata faida gani mzuka wewe kwa kufanya hivyo? Faida gani umpata? Hakuna faida yoyote uliyopata kielimu. Wallahi, na maneno kiazungumza tunaona uona atushambulia. Msiposhambuliwa mtaacha lini nyinyi? Si mshukuru? Kuna wakati mwingine mazungumzo yakizungumzwa yaweza kukuumiza, lakini ni khairi kwako wewe. Daktari aweza kukukata mguu ili usalimike mwili mzima. Usimwambie mbona unikata mguu wewe, wanionea. Hakuonei, wakutakia khairi wewe. Wakati mwingine lazima mtajwe kwa njia hii ili mpate kufahamu kuwa mko katika makosa. Muelewe hivyo mnavyofanya mwapoteza umri na ujana wenu. Kesho mtakuwa wazee, wallahi mtakuwa mkilaani ule wakati namna mlivyopoteza. Tushawaona wangapi ambao walikuwa wakichezewa wakati wao na walimu ambao hawana ahliya ya kuwa walimu. Baadaye kisha kuwa mtu mzima akiona hizi mfano durusu za sunna na watu wanavyosoma, alhamdulillah khairi, wamsikia sema fulani bwana alipotezea wakati ule, Allah ndo atamlipa. Kuna mmoja madrasa, mwalimu awafundisha watoto, hana jualo, afundisha, lakini yeye alisomeshwa na ustadhi na yeye pia akashika. Sasa ikaja aulizwa maji ya ukwaju yaitwaje na maji ya miwa yaitwaje. Wakati ule alikuwa hawajui, ikawa yuwafundisha watoto madrasa. Mimi namjua mmoja mzee ananiambia tufundishwe hivi, hadha huwa almaul kujwawiyo, yani maji ya ukwaju. Allah musta'an. Sema hadha huwa almaul miwawiyo, yani maji ya miwa. Na wakashika, jamaa wakashika, mpaka kwa mtu mzima sasa mimi najua ni maul kujwawiyo na miwawiyo. Hawa sio mpotezi wa umri. Naam. Sasa hawa ndio utaona baadaye wasema nini, wallahi walitupotezea nini umri wetu na ujana wetu, kama tungeliutumia ujana vizuri. طيب، ولهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحقيق هذه المعاني الجليلة، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال، كونما صحابة walikuwa na pupa ya kuhakiki haya maana matukufu kwa ule ujana. Ni jambo adhimu, ni jambo kubwa. Tazama athar iliyokuja kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu kana idha ra'a ash-shabab qala, alikuwa akiona vijana huambia marhaban biwasiyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, awakaribisha marhaban kwa wale ambao ametuhusia sisi juu yao Mtume sallam. Awsana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis, Mtume sallam ametuhusia sisi tuwawekee nafasi na tuwakunjulie nafasi katika vikao vyetu. Wa an nufhimakum alhadith, tuwafahamisheni nyinyi hadithi za Mtume sallam. Fa innakum khulufuna ay takhlufunana fima ba'd fi ta'lim an-nasi wa da'watihim ila dinillahi azza wa jalla, nyinyi ndio tutakaoacha nyuma, mtakuwa baada yetu mkiwalingania watu, mkiwafundisha watu dini yao. Sasa usipofundisha vijana na kuwapa ilmu, wewe ukiondoka tabakia nani? Tabakia maakta nyuma. Hakuna kitu. Fundisha, ukiondoka kuna watu nyuma wataendeleza ile ilmu. Nyi hamuoni kama mfumo wa mahizbi uko wrong kabisa, khata, makosa wazi wazi, lakini pamoja na hayo bado watu wameng'ang'ana, wang'ang'ana wapate elimu gani? Mfumo mbovu kabisa ambao hakuna msingi huu wa kuwafundisha vijana kheri na kuwapa taalimu. Kina masahaba wasema nyinyi ndio mtakuwa baada yetu, kifanya da'wa, kifundisha watu ilmu. Wa ahlul hadithi ba'dana, watu wa hadithi baada yetu ni nyinyi.
وكان يقبل على الشاب فيقول له، na alikuwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu akielekea kijana akimwambia, ya ibn akhi, ewe kijana wa ndugu yangu, idha shakakta fi shay'in fasalni hatta tastayqina, ukiwa unashaka na jambo lolote niulize mpaka uwe na yaqini. Fa innaka in tansarif ala al-yaqini ahabbu ilayya min an tansarifa ala ash-shak, kwani hakika wewe kuondoka hapa ukiwa na yaqini napenda zaidi kuliko ukiondoka una nini, una shaka. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wakiwashughulikia vijana, wakiwasomesha ilmu, wakiwafundisha hadithi za Mtume sallam na salafu salih, wakaendelea na jambo hili zile karne zilizobora. Hii ndio ilikuwa njia yao, na maulama mpaka kufikia maulama wetu wa leo bado waliendeleza hili jambo, wasomesha. Kisha umpate mtu amekaa chini akashifu yule salafia jadida, wale jamia, wale madakhila, wale kadha wale kadha, wafundisha wewe. Hebu jibu ile swali, sende wewe kule nje kwako nifundishe nini uzuzu, niwe kama wewe mzuka, una la kufanya kubwa ni kujisifu, mimi nimepitia jamia islamia, mimi hakuna kama mimi nimepitia pia kule. Hata watu wakienda umra upita, kama nkupita kutizama lile jengo, wengi upita pale ukatizama wakaenda zao. Na kama ntendo ulikwenda kuzitizama ziko kule suku at-Tumur, jamaa huenda wakacheki zile tende, kila aina ya tende pale, wakatoka. Umemaliza, wafanyia nini elimu yako? Somesha, kaa chini usomeshe, fundisha watu ilmu, ndio tujue una ukweli katika madai yako. Hao wanaodai katika duat wa hizbiyya, wale masufi, mambo yao yajulikana, awamu. Sallallahu yahdina wa iyyahu, na hawa pia sallallahu yahdina wa iyyahu. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال، عبد الله بن مسعود alikuwa akiona vijana watafuta ilmu akiwaambia, marhaban biyanabi' alhikmati, marhaban biyanabi' alhikmati wa masabih adh-dhulami, marhaban awalika, na kuwakaribisha chemchemu za hikma na ilmu, taa za kiza, kwa sababu anatafuta ilmu ni taa ya kiza, huenda akawaelimisha watu. khulqan athiyab, ay khulqan jam'u khalaq, albali min athiyab, nguo zao kuukuu. Ukiona tulabu alilmu nguo zao utaziona ziko vile kuukuu, hana muda yeye, yatafuta ilmu tu, toka huko kenda huko, toka huko kenda huko. Mara muona kanzo kuipiga pasi mara, ama ukimwona mtu ajishughulisha sana, si vibaya kwa msafi, ndio yatakana, lakini yeye ajishughulisha sana, kofia sijui aina gani, sijui elfu ngapi, kiangalia kanzo yake, kipiga pasi vizuri, kikunjana kidogo, kidogo nisaidie na pasi, akitembea kama ambaye atembea juu ya hewa, hataki kuguswa yeye. Ukimtolea salamu atakukujibu, aona pia ni uzito wako watu aina hiyo. Kisha kwambia mimi pia nilipitia kule jamia fulani, ataja jamia Azhar, kama ni wapi yeye pia mpitia, kama ni jamia islamia, kama ni jamiatul Imam Riyadh, akutajia jamia kubwa hivi, muone yeye pia mpitie, umpitia kwenda kufundisha kuvaa kanzu na kofia safi kabisa, sio? Tulab alilm aliwataja mnasema khulqan athiyab, haimaanishi ndio katafuta nguo mbovu uvae, ni kawaida, wako hivyo, huwa wako hivyo. Jududil qulub, pamoja na kuwa nguo zao waziona kuukuu, lakini nyoyo zao ni mpya. Hulusil buyut, ni watu wanaolazimiana na majumba yao,
hutomwona talib ilm kwenye maskani sio amekaa na watu piga fujo, mara yuko huku mara yuko kule. La, talib ilm ametulia, apenda kulazimiana nyumba yake, msikitini, shughuli zake za kidunia zinazomshughulisha, basi hana mambo ya puzi. Raihani kulli qabila, ni kama ua lenye harufu nzuri ya kila kabila. So kila kabila ukipatikana talib ilm ndio yuonekana neema katika kabila lote, yeye peke yake ndio anaonekana. ووصايا السلف رحمهم الله للشباب وعنايتهم بهذه المرحلة كثيرة جدا. ننيسيا za salaf juu ya vijana na kuwashughulikia wao katika marhala yao hii ni nyingi sana. الشيخ عبد الرزاق اسمع: وفي هذه الرسالة من وصايا السلف للشباب انتقيت جملة منها مع تعليق يسير على كل وصية. هي رسالة ndani yake atataja nyasia za salaf kwa vijana, amezichagua katika jumla ya wasia mbalimbali waliohusiana salaf juu ya vijana, pamoja na kufanya taaliq fupi sahali katika kila wasia. Na hilo ndio tutakalolifanya biidhnillah taala kuanzia ya kikao kitakachofuata insha Allah. Tutakuwa tusoma wasia mmoja baada ya mwingine mpaka tumalize insha Allah تعالى. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله.